Hii ni sehemu ya 7 ya simulizi inaitwa Mapenzi Yamenifanya Niwe Muuaji, na tunazidi kusonga mbele. Kama unavyokumbuka sehemu iliyopita ya 6 tulipokuwa tumeishia, ilikuwa ni pale ambapo Kazar alikuwa ameelekea nyumbani kwa wazazi wake kwa ajili ya kuwafanyia surprise, kuwachukua na kuhamishia kwenye nyumba mpya. Lakini sasa nastaajabu kuona kwamba hali ya baba yake ilikuwa kama vile mbaya ndani ya muda mfupi tu, kwa mujibu wa maelezo ya mama yake. Je, ni kitu gani kitaendelea? Karibu sana tuweze kujua ni kitu gani kiliendelea hapa katika episodi hii nambari 7. Mimi naitwa Felix. Niliangalia hali ya baba, kwa kweli ilikuwa ni mbaya mno. Sikuamini kabisa kauli ya mama eti kwamba baba alikuwa ameuma muda mfupi ndio kawa kama vile. Nilikuwa naamini kabisa kwamba atakuwa anadanganya, kwa sababu nilikuwa nimetokea nyumbani ghafla bila taarifa. Basi ningemlalamikia kwamba ni kwa nini muda wote baba anauma na alikuwa anipatie taarifa. Mama, sio kweli kabisa, hapa baba inaonekana kauma muda mrefu. Kwa wale watu kweli awe hivi mama? Mbona haiwezekani kabisa ugonjwa wa muda mfupi awe kama hivi? Sikukubaliana kabisa na mama. Mwanangu, mimi sasa nitakudanganya ili waje. Kawaulize hata majirani kuhusu hali ya baba yako. Wao nao hawajui kabisa kama yupo kwenye hali kama hii. Nina imani kabisa wakimwona hivi hawataamini, kwa sababu muda sio mrefu tu alikuwa hapo nje. Mwanangu, ni mzima kabisa baba yako. Mwanangu, hiki ni kitu ambacho kinanishangaza sana. Sawa mama, nimekuelewa, basi tumwaishe hospitali au unasemaje? Ngoja sasa nikamwita rafiki yake baba Pasco kusaidia, mimi hata nguvu sina. Mama alikuwa anaonekana tu kuchanganyikiwa na ugonjwa wa baba. Basi mama wahi, mimi nakusubiri hapa. Mara baada ya mama kutoka nje sasa, nikamsugalia baba na kushanga uso wake ulivyokuwa umekonda na midomo ilikuwa imemkauka kabisa. Hali ile ilikuwa inaonyesha kwamba baba hakuwa ameuma kwa muda mfupi kama mama vile ambavyo alikuwa anazungumza. Nilikuwa naamini kabisa kwamba alikuwa anaumwa kawaida tu, lakini siku ile ndio alikuwa amezidiwa sana. Nilimuita baba ambaye alikuwa amekata kauli kabisa kwa sauti ya chini. Baba, ni mimi mwanao Kazara, niko hapa. Nilimuita vile baba, lakini hakunyanyua mdomo wake wala kutikisa macho yake. Nilikuwa najiuliza huyu baba yangu alikuwa anaumwa kitu gani mpaka kuwa katika hali kama ile. Mama karudi na mzee Samuel maarufu kama baba Pasco na kuingia ndani. Mzee Samuel alipomwona baba alishtuka kweli na kuuliza, jamani, vipi tena mzee mwenzangu, kapatwa na kitu gani huyo? Kama nilivyokueleza tu, mama alimjibu vile mzee Samuel. Na kwa vile mimi nilikuwa sijui chochote juu ya ugonjwa wa baba, basi nikaisha tu kushanga mwenyewe. Kazara baba, vipi, umekuja saa ngapi? Hata dakika 5 sinatoka nimefika hapa kukutana na hali kama hii. Shikamoo baba. Marhaba jamani, si nimepita nimewacha mnazungumza hapo nje muda si mrefu hapa au? Ilikuwa inaonyesha kwamba mzee Samuel naye alikuwa ameshtuka kweli kuona hali ya baba ilivyokuwa. Ni kama nilivyokueleza tu jirani yangu. Mama alizungumza pale na alikuwa amejikunyata kwa hofu ya ugonjwa wa baba. Mama, kwani baba alikuwa anaumwa kabla leo? Nikajikuta nilikuwa namuuliza pale mama swali la mwanzo ambalo jibu lake sikuwa nimekubaliana nalo. Mwanangu, muulize hata baba Pasco hapa kama babako alikuwa anaumwa hata kidole tu. Kazara, babako alikuwa ni mzima wa afya kabisa. Asubuhi tulikwenda wote kwenye kahawa na kisha kurudi vizuri kabisa. Mara baada ya muda mimi nilipita nikaelekea ofisini, kulikuwa na kikao cha kata. Wakati narudi nimewakuta mama pamoja na babako wako nje hapo wanazungumza vizuri tu. Mama wako alikuwa anaosha vyombo na babako alikuwa anasoma gazeti. Na nikamwomba kabisa kwamba akimaliza kusoma niazime. Na shangaa na kuja kuelezwa kwamba eti anaumwa. Na tena amekata kabisa kauli, na la kushangaza zaidi anaonekana kama mtu aliyekuwa anaumwa muda mrefu. Kauli ile ya mzee Samuel kusema ukweli ikanishtua mno. Sasa itakuwa ni nini? Niliuliza vile mara baada ya kuchanganywa na taarifa kama zile. Wacha tumwaishe hospitali kwanza. Mzee Samuel alitoa wazo. Nilitoka na kisha kuenda kufungua gari na kisha nikarudi ndani kusaidiana tu na mzee Samuel kumbeba baba. Mara baada ya kumweka vizuri kwa kumlaza kwenye miguu ya mama,
Nikaliondoa gari kuelekea hospitali. Mzee Samuel alitusindikiza tu na sikutaka kwenda hospitali ya wilaya. Niliamua kwenda moja kwa moja hospitali ya taifa ambako huko kulikuwa na rafiki yangu ambaye huyu alikuwa mkoani na baadaye alihamishwa katika hospitali hiyo. Tukiwa njiani tulimsikia baba alikuwa anakoroma kwa muda na kisha alivuta mkoromo mrefu na kutulia tuli. Hali ile kusema ukweli ikanishtua na kunifanya na muulize mama. Mama, vipi tena? Hakuna tatizo mwanangu, twende tu. Niliendesha gari kwa kasi kweli kidogo nipate ajali, lakini namshukuru Mungu tulifika salama hospitali. Tulipofika tulichukua kitanda haraka na kisha kumchukua baba ambaye alikuwa amelegea sana. Nilishtuka kweli kumwona mama alikuwa anazidi kutoka na machozi. Nilijua kabisa kwamba hiyo ilikuwa ni kutokana na uchungu wa ugonjwa wa ghafla tu ambao baba alikuwa ameupata. Mara baada ya kufanikiwa kumlaza kwenye kitanda cha matairi, tulimwingiza moja kwa moja kwa daktari hata bila kukata cheti. Daktari aliacha kazi zote ambazo alikuwa anafanya na kumhudumia baba ambaye huyu alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa mahututi. Mara baada ya kumwangalia na huko alikuwa anampima kwa kumminya baadhi ya sehemu za mwili wake. Na mara baada ya muda akasema kwamba wote tutoke nje. Tulitii amri na kisha kutoka nje kumwacha daktari afanye kazi yake. Na kilichokuwa kinanishangaza ilikuwa ni machozi ya mama ambayo haya yalikuwa yanaendelea tu kumtoka muda wote. Pamoja na mimi kuwa na uchungu mkubwa juu ya baba, lakini nilikuwa najikaza tu na huko nilikuwa namwombea afya njema kwa Mungu. Mama, usilie, baba atapona tu. Nilimsogelea mama na kisha kuanza kumliwaza. Tumombe Mungu, lakini mwanangu. Mama alizungumzia na kuonyesha kwamba alikuwa anataka azungumzie zaidi, lakini hakumalizia kile ambacho alikuwa anataka azungumzie. Aliinamisha kichwa chake chini na kuendelea tu kumwaga machozi na kunifanya nizidi kuwa katika wakati mgumu. Mama, unataka useme kitu gani? Baba atapona tu mama. Mara baada ya muda sasa daktari alitoka na kisha kuuliza, nani ni mhusika hapo wa mgonjwa? Wote tu, mimi, mtoto wa huyo mgonjwa na mama yangu ambaye ni mke wa mgonjwa pia. Nilimjibu vile daktari. Basi nakuomba uende ndani mara moja. Mimi? Niliuliza vile na huko nilikuwa najishika kifuani. Ndio wewe. Niliingia chumbani kwa daktari ambako baba alikuwa amelazwa kwenye kitanda ambacho kilikuwa kimezungushwa na pazia la kijani. Mara baada ya kuingia ofisini sasa nilikaribishwa kwenye kiti na kutulia tu kwa muda na huko daktari alikuwa anaandika hivi kwenye kikaratasi. Sabani, ndugu yangu, mzee anaitwa nani? Anaitwa Hassan Kazara. Mzee ameumwa kwa muda gani? Kwa maelezo ya mama anasema kwamba lisali moja tu lililopita mzee alikuwa umwe kitu chochote kile. Wewe unakaa wapi? Nakaa mkoani. Umefika lini? Ni kama robo saa tu iliyopita na kisha nikamkuta baba katika hali kama hiyo ikiwa imebadilika sana. Una ndugu zako? Niko peke yangu kabisa dokta, ni kama roho tu kwa wazazi wangu. Aya, sasa kwa vile wewe ndio kichwa na mwanaume, nataka nikueleze ukweli kabisa kuhusu hali ya baba yako. Daktari alinyamaza na kuvuta pumzi na kunifanya nimtazame usoni. Wewe ni mwanaume. Baba yako amefariki dunia. Eti baba kafanyaje? Nilistuka na ilikuwa ni kidogo tu nianguke kwenye kiti pale mara baada ya daktari kuzungumza vile. Jikaze ndugu yangu, wewe ni mtoto wa kiume kwa sababu unatakiwa kumpoza mama ambaye anakutegemea wewe. Kwa hivyo kama wewe mtoto wa kiume ukiwa legelege na mama anaye atakuwa katika hali gani? Daktari, ni kweli kabisa kama unavyosema kwamba baba amefariki ama unanitania tu? Niliuliza kama vile sikuwa nimemsikia vizuri kile ambacho alikuwa amezungumza mwanzo. Kitambo tu. Mmemleta hapa akiwa tayari amekata moto. Na ni kitu gani ambacho kimemuua dokta? Nilimuuliza vile na huko nilikuwa najifuta jasho ambalo lilikuwa limetokana na mshtuko. Kwa kweli kulijua hilo ni mpaka tumfanyie uchunguzi wa kitaalamu. Sawa. Basi mweleze mama vizuri kusudi asipate mshtuko, sawa? Sawa, nimekuelewa, japokuwa itakuwa ni kazi nzito sana najua kumwambia mama. Lazima atapata mshtuko mkubwa sana. Jitahidi kwa sababu wewe ndiye ambaye unategemewa kwa sasa mara baada ya babako kufariki. Maneno hayo ya daktari yakanijaza nguvu. Nilitoka nje na huko nilikuwa najikaza kiume kusudi kuhakikisha namwambia mama kwa taratibu
ili kusudi naye asiweze kupatwa na mshtuko, pamoja na kujikaza katika moyo wangu, lakini nilikuwa na uchungu wa kumpoteza babangu kipenzi. Nilikwenda kumaliza mama hali halisi vile ambavyo ilikuwa ndani. Nilishangaa kweli kweli kumkuta mama alikuwa ameinama tu kwenye kifua cha mzee Samuel. Alikuwa anaonyesha kwamba alikuwa akibembelezwa. Nilimuita mama na huko nilikuwa najitahidi kuficha maumivu makali yaliyoko katika moyo wangu. Kazara, mwanangu, vipi? Kuna mabadiliko kwa mgonjwa? Mama aliniuliza pale, na huko alikuwa anatazama tu kwa macho yake ambayo yalikuwa yamejaa machozi tu. Mabadiliko ya nini mama? Ya hali ya baba yako. Mama, baba, najua mwanangu Kazara. Najua kila kitu, najua mwanangu. Nilichokiona najua ndio ulichokutana nacho ndani. Pole sana mwanangu. Kauli ile ya mama hili nilishtua kweli kweli na kujiuliza inamaanisha kitu gani mama kuzungumza vile. Unajua kitu gani mama? Hakuna chochote mwanangu. Najua vizuri kabisa hali ya babako, na ndio maana mwanangu anatoka na machozi. Lakini mama, kusema ukweli, kauli ya mama yangu ikanifanya nishindwe kuzungumza na kuhisi maumivu pia kabisa. Nilikubaliana tu na mama, na kila mmoja wetu alikuwa anatoka na machozi. Tulikuwa tunalia kilio cha kimya kimya tu. Jamani, najua kabisa kwamba wote tumeumia, lakini sasa muda huu tunatakiwa tujue marehemu wetu tutamhifadhi vipi. Mzee Samuel alizungumza vile. Daktari anasema kwamba wanataka wamfanyie uchunguzi kusudi kujua kifo chake kimetokana na kitu gani. Nilijibu vile, na huko nilikuwa naachiana tu na mama ambaye muda wote tulikuwa tumekubaliana. Hapana mwanangu, babako alikataa kabisa kulaza mochwari ama kufanya uchunguzi wa kifo chake. Alishawahi kusema kwamba yeye akifa basi azikwe tu. Kwa vile kila binadamu kufa ni haki yake, basi hakuna tatizo. Lakini mama, baba kafa ghafla sana, lazima tujue sababu ya kifo chake ni ipi. Ukijua ndio tutaweza kumrudisha babako duniani. Mama aliuliza pale swali akiwa amenikazia macho aliyojaa machozi. Hapana mama, lakini ni muhimu tu kujua baba amefariki kwa tatizo gani. Mimi siwezi kabisa kwenda kinyume na maagizo ya baba yako mwanangu. Hata mimi nikifa nataka nizikwe hivyo hivyo pia. Sitaki kulazwa kwenye mafriji na kufanya uchunguzi wa kifo changu kwa aina yoyote ile. Sasa tutafanyaje akiwa amefariki muda huu? Hatuwezi kumzika leo leo. Lazima tuwataarifu ndugu na jamaa, mazishi lazima yawe kesho mama. Hilo halina tatizo ndio. Sasa mwili wa baba tutafanyia kitu gani kama maziko ni kesho? Tunatakiwa tuuchukue leo leo kusudi ukalale nyumbani kusudi uzikwe hiyo kesho. Sawa mama. Nilikubaliana na mama, na kisha tuliingia katika chumba cha daktari ambako mwili wa baba ulikuwa umelazwa kwenye kitanda na kuzungushwa mapazia ya rangi ya kijani. Tulikuwa tunataka kutengeneza kabla ya kumchukua. Wote watatu tulisogea kwenye kitanda ambacho kilikuwa na mwili wa baba. Kitu ambacho kilitushangaza wote, uso wa baba ulikuwa katika hali ya kawaida kabisa. Uso wake haukuwa na mikunjo yoyote. Haukuwa ni uso ambao ulikuwa mekonda. Alikuwa ni ule ule baba ambaye mimi nilikuwa namjua siku zote. Hali ile ikatufanya sasa tutazamane. Mzee Samuel hakuvumilia, ilibidi azungumze. Hapana, hii naona kwangu ni mpya kabisa hii. Sijawahi kumwona mtu wa kundi akiwa na mgonjwa alafu anenepe akiwa amekufa. Sijawahi kabisa kuona. Hata mimi nashangaa kabisa shemeji. Mama alizungumza vile. Hapana, sio bure. Hapa kuna sababu. Na mimi nikachangia vile. Weko mama, maneno gani hayo ambayo unazungumza? Mama alinikomesha vile. Na siku zote mama alikuwa amini kabisa ushirikina. Alikuwa anaita kwamba yalikuwa ni mambo ya kishenzi kabisa hayo. Mama, hii hali sio ya kawaida kabisa na siwezi kabisa kuiacha ipite hivi hivi. Lazima kuna kitu baba amefanyiwa hapa mama. Kama ameugua kwa muda mfupi na kukonda uso na kufa na kisha uso wake unarudi kwenye hali ya kawaida. Hivi huoni kabisa kwamba lazima kuna jambo hapa? Hata ukikata lazima kuna kitu mama. Kazara, achana kabisa na mawazo yako ya kijinga mwanangu. Baba yako amekufa, tumzike na tumuombe kwa Mungu basi. Sawa mama. Nilikubali tu kishingo upande, na barabara ya taratibu zote za kuhifadhi mwili wa baba na kuchukua karatasi ya taarifa ya kifo. Tulikodi gari nyingine Toyota pickup na kisha kuchukua mwili wa baba. Mama pamoja na mzee Samuel walitangulia na mwili wa baba. Mimi niliondoka na gari ambalo hilo nilikuwa nimekuja nalo.
Njiani roho ilikuwa inaniuma sana kusema kweli. Baba yangu eti alikuwa ameshindwa kuiona nyumba yangu mpya ambayo nilikuwa nimeijenga. Ni bora hata ingeingia hata mara moja kwenye nyumba ambayo nilikuwa nimejenga na kuiandaa kwa ajili ya kuwalelea wazazi wangu. Lakini kile ambacho nilikuwa nimepanga kilikuwa kimekwenda tofauti kabisa. Niliumia sana tena sana. Sikuwa nimependa kabisa kumpoteza baba yangu kwa sababu alikuwa ni mtu muhimu sana katika maisha yangu mimi. Baba ndiye alikuwa ni taa na dira yangu siku zote. Alikuwa ananipatia nguvu sehemu ambayo nilikuwa nakata tamaa na kujiona ninacho hata kama sina. Lakini bado nilikuwa natakiwa kumshukuru tu Mungu kuniachia mama yangu ambaye huyu nilikuwa naamini kabisa kwamba ndiye nitakayewekeza nguvu zangu zote kwake mara baada ya kumpoteza baba yangu kipenzi. Na kingine ambacho kilikuwa kinanipatia wakati mgumu sana ilikuwa ni taarifa ya ugonjwa wa baba. Kwa kuwa alikuwa ameugua ghafla na kisha kukonda kama mtu ambaye alikuwa ameugua kwa kipindi kirefu. Halafu mara baada ya kufa tu uso wake ukarudi kwenye hali yake ya kawaida. Kwangu mimi nilijua kabisa kwamba ule ulikuwa ni mchezo. Nilikuwa nimechezewa tu bila kumjua ambaye alikuwa amenichezea mchezo alikuwa ni nani. Nilikuwa naamini hivyo. Roho ikaniuma tena kutokana na kufariki kwa mzee Kidereko, kwa sababu nilijua kabisa kwamba kama angekuepo mzee huyo, ningejua kabisa ni kitu gani ambacho kilikuwa kimetokea kuhusiana na kifo cha baba yangu. Moyoni sikuwa na mwafiki kabisa mama kutokana na kukubali kirahisi kiasi kile. Ingekuwa ni amri yangu mimi mwili wa baba usingezikwa haraka. Ungekaa hata mwaka mzima mochwari kusudi nipate uhakika wa kifo chake kimesababishwa na nini. Nilikuwa naamini kabisa kwamba kifo kile hakikuwa ni cha kawaida kabisa. Na pengine baba yangu hakufa bali aligeuzwa kama msukule tu. Nilikuwa nimepanga mara baada ya msiba kuisha nisafiri kuchunguza kifo cha baba ambacho kwa upande wangu bado sikuwa nimekubaliana nacho kama kilikuwa na kifo cha kawaida. Siku ya pili ni kweli kabisa tulimzika baba. Msiba wake ulihudhuriwa na watu wengi sana. Wafanyakazi wenzangu walikuwa ni miongoni mwa watu waliokuja kumsindikiza baba katika safari yake ya milele na kunipatia faraja. Msibani kulikuwa na minong'ono ya chini chini ikisema kwamba kifo kile sio bure, lazima kulikuwa na mkono wa mtu. Mama hakukubaliana kabisa na minong'ono ya watu kama ile. Pamoja na vitu kushangaza vilivyokuwa vimetokea, lakini bado mama alikuwa anaamini kwamba baba alikuwa amekufa kwa amri ya Mungu. Mara baada ya mazishi na kukaa siku 2-3 nikamwomba mama mimi niondoke naye ili kusudi tukamalizie msiba nyumbani kwangu mimi. Lakini mama alikataa kabisa na kusema kwamba msiba ataumalizia pale pale nyumbani kwake. Sikuwa na jinsi mara baada ya mama kuzungumza vile. Ilibidi sasa niache familia yangu ikae na mama kipindi chote cha kumaliza msiba wa baba kama ambavyo alivyokuwa ametaka mama. Wiki moja ilikatika na muda wa kurudi kazini ulifika. Nikarudi kwangu na kumwacha mke wangu amtunze mama. Nikarudi nyumbani siku ya Jumapili na Jumatatu asubuhi nilikwenda kazini. Nilianza kazi nikiwa bado tu na kitendawili kizito kichwani mwangu kutokana na kifo cha baba. Pamoja na mama kusema kwamba kifo kile kilikuwa ni amri ya Mungu, lakini mimi sikuwa nahitaji kabisa kukubaliana naye. Japokuwa nilimkubalia tu kusudi kumridhisha. Nilikuwa nimepanga kwamba Ijumaa inayofuata niondoke na gari la kampuni kwenda Mlalo. Nilikuwa naamini kabisa hata kama nitalala tewe siku ile, na kesho yake Jumapili lazima niwe nimerudi muda wowote ili mradi Jumatatu niwahi kazini. Wiki nzima niliyokuwa kazini nilikuwa katika dimbwi zito kweli la mawazo kuhusiana na mazingira ya kifo cha babangu mzazi. Wengi walikuwa najua kwamba kukosa kwangu raha kazini kulikuwa kunatokana na maumivu ya kifo cha baba ambaye siku zote alikuwa ndio mtu wangu wa karibu. Kweli kifo cha baba yangu kilikuwa kinaniuma sana. Yote ni kutokana na kwamba kipindi kile ndicho ambacho nilikuwa nikiwahitaji sana wazazi wangu waje nile nao jasho langu. Kilichokuwa kinanishangaza zaidi na kuupatia moyo wangu wasiwasi kilikuwa ni mazingira ya kifo cha baba. Nilikuwa naamini kabisa kwamba utatuzi wake ningeupata kwa mtoto wa mzee Kidereko. Safari yangu ilibakia kuwa siri kubwa kabisa kwangu. Sikuwa nahitaji kumshirikisha mtu yoyote ule. Mwisho wa wiki kama kawaida niliomba gari kwenye kampuni. Nikajifanya kama nilikuwa nakwenda kumuona mama hivi. Na kwa vile nilikuwa naivana kweli na bosi, basi akanikubalia vizuri kabisa kwamba niondoke na gari. Ijumaa niliondoka kazini saa 5 asubuhi. Watu wote walikuwa najua kwamba mimi nilikuwa nimekwenda kumuona mama. Niliondoka pale kazini saa 5:30 asubuhi. Nilitumia saa 2 na kufika Chalinze kutokana na mwendo kasi ambao nilikuwa naendesha. Niliunganisha moja kwa moja mpaka kuelekea Lushoto Tanga. Nilifika Tewe saa 12 za jioni.
Nilikuta bado mwanga wa jua haujazama vizuri. Kwa hivyo nilikuwa naamini kabisa kwamba ningeweza kufanya mambo yangu yote, na kama mambo yangekwenda vizuri basi ningeweza kurudi siku ile ile na kuelekea kwa mama na kisha ningerudi kazini. Ugeni wangu wa ghafla uliwashtua wenyeji wangu pale. Mara baada ya kunipokea sasa walikuwa wanahitaji kujua kilichonipeleka pale muda ule kilikuwa ni kitu gani. Na kwa vile muda ule ulikuwa bado, sasa nikazungumza na mtoto wa mzee Kidereko pale pale nje chini ya mti. Wengine walitupisha na kutuacha wawili tu tuweze kuzungumza. Ndio ndugu yangu, vipi habari za siku bwana? Mtoto wa mzee Kidereko akaniuliza vile. Za siku ndugu yangu ni nzuri kiasi. Nilimjibu vile, na huko nilikuwa namtazama tu na kukutanisha naye macho na kumuona alikuwa na shauku ya kutaka kujua kilichonipeleka pale kilikuwa ni kitu gani. Ujaji wako umeonyesha kwamba kuna kitu aisee. Tatizo kitu gani tena ndugu yangu? Nilimweleza utata wa mazingira ya kifo cha baba yangu mzazi. Mara baada ya kunisikiliza kwa makini akamuita msaidizi wake. Kijana mmoja kati ya wale wasaidizi wake wa babake mzee Kidereko alikuja. Hamisi. Naam. Njoo niletee unga wa kutazama mbali ule. Hamisi alikwenda ndani na kisha kurudi na chupa ndogo ambayo hii alimkabidhi. Mara baada ya kumkabidhi alifungua na kisha kumimina unga mweupe kiganjani mwake, na kisha aliumwaga kwa kuusambaza na kutulia tu akiwa anautazama ule unga uliokuwa unapeperushwa na upepo. Aliutazama tu ule unga uliokuwa unapepea kama vile alikuwa anaangalia kitu ambacho mimi sikuwa nakiona. Mara baada ya kutulia kwa muda sasa alishusha pumzi ndefu na kuzungumza. Kuna vita nzito sana ndugu yangu. Vita? Nilishtuka sana mara baada ya kijana huyo wa mzee Kidereko kuzungumza vile. Na tena nzito. Yaani kuna kazi nzito sana. Kazi nzito? Nilikuwa nazidi kushtuka kweli kweli kutokana na maneno yake. Na tena nzito sana. Hii kwangu sijui. Alinikatisha tamaa kabisa bila kujua hiyo ni vita gani na uzito wake ulikuwa ni upi. Mbona kama unanitisha ndugu yangu sasa? Sikutishi Kazara. Lakini nakwambia ukweli wenyewe kabisa kwamba hii vita ingenoga zaidi kama mzee angekwepo, lakini sio mimi. Unamaanisha kitu gani kusema hivyo? Kifo cha baba yako kina siri nzito sana. Hebu naomba nieleze basi tatizo kuliko kunizungusha tu na kunitisha kama hivyo ndugu yangu. Inaonyesha kwamba kifo cha baba yako kimetokana na kisasi. Kisasi? Nilishtuka kweli kweli mara baada ya kuniambia vile. Ndio ni kisasi. Kisasi gani tena? Mara baada ya kifo cha mgeni wako wa pili, ndugu zake wakukubali kabisa kama kile kifo kilikuwa ni amri ya Mungu. Kutokana na mazingira ya kifo chake waliamua sasa kufanya uchunguzi. Ndipo walipokuona sasa wewe ndio msababishi wa kifo cha ndugu yao. Hawakukubali kabisa kumpoteza ndugu yao hivi hivi, wakaamua kulipa kisasi. Inavyoonekana waganga wengi sana hapa nchini wamechemsha. Kwa hivyo wakaamua kutoka nje ya nchi kabisa kuhakikisha wanakulambisha mchanga na wewe. Inaonyesha kwamba uchawi waliotumia kukuroga umetoka mbali sana. Naweza kusema kwamba mshukuru sana mzee Kidereko kwa kinga ambayo alikupatia. Uchawi waliotumia tungekuwa tumekwisha kukuzika muda mrefu sana wewe. Unakumbuka siku moja wakiwa kazini waliumwa sana kichwa na kisha walitoka damu puani? Ndio nakumbuka. Nilikumbuka vizuri kabisa siku hiyo ambayo katika simulizi hii sikuizungumzia kabisa. Siku hiyo nikiwa kazini mara baada ya kumaliza kazi ya kutoa vifaa ambavyo vilikuwa vingi kweli kweli. Nilisimama kwa muda mrefu. Nilipokaa chini kichwa kilianza kuniuma kama kilikuwa kinapasuka hivi. Kilichofuata pale ilikuwa ni kutoka damu nyingi kweli kweli puani. Nilikimbizwa hospitali ambako nilikutwa na malaria. Mara baada ya matibabu nikajisikia vizuri na kurushiwa kutoka pale hospitali. Hali ile haikujirudia tena na kuamini kwamba yale yalikuwa ni malaria tu ya kawaida. Basi yale hayakuwa ni malaria kama ambavyo niliambiwa hospitali. Ile ndio ilikuwa ni safari yako ile ndugu yangu. Shukuru kupelekwa kwenye mizimu tu, uchawi uliofanywa ni mbaya sana. Kutoka damu puani ilikuwa ni safari isiyokuwa na kwaheri. Lile lilikuwa ni jini la kutumwa lile. Jini makata ambalo lilikuwa linatakiwa likukate pale pale. Mara baada ya kuona sasa kwamba kwako ngoma ni nzito, alibadilisha mashambulizi na kuyaelekeza kwenye familia yako.
Wameanza na baba yako na baada ya hapo sasa atafuata mtu mwingine. Inamaanisha kwamba wamepanga kuiteketeza kabisa familia yangu yote ama? Nilishtuka kweli kweli mara baada ya kijana huyu wa mzee Kideleko kuniambia vile. Ndiyo maana yake bwana Kazara. Wanatumia uchawi wa ndizi. Wanaroga kwenye mkungu wa ndizi, uje ndizi mbichi. Ndizi ikiiva tu na kudondoka chini, basi katika familia yako anadondoka mtu mmoja pia. Mungu wangu. Nilishika kichwa kwa mshtuko kweli kweli mara baada ya huyo mtoto wa mzee Kideleko kuniambia mambo hayo. Mtego wao haukuwa sumbua kabisa kukunasa wewe, kwa sababu kilikuwa ni kisasi cha kuuawa kwa ndugu yao. Kwa hivyo ilikuwa ni rahisi sana kukupata. Kwa hivyo sasa utanisaidiaje? Kazi hii kusema ukweli bwana Kazara, kwa uwezo wangu itakuwa ni nzito sana. Lakini naweza nikakuelekeza kwa mzee mmoja ambaye alikuwa swahiba wa baba yangu, ambaye naye yuko vizuri kabisa kama mzee Kideleko tu. Anakaa wapi huyo mzee? Ni maeneo ya mbele kidogo hapo, kuna kamwendo kidogo lakini sio mbali sana. Tunaweza kwenda hata leo. Tunaweza kwenda tu kwa sababu muda bado upo. Na tunaweza kutumia gari inafika huko. Hatuwezi kwenda na gari kutokana na eneo lenyewe. Lazima tupande kilima na kushuka pia, kwa hivyo gari halitakiwi huko. Na usiku hakuna wanyama wakali kweli huko? Hapana, hakuna. Tulikubaliana tu kwenda kwa mganga mwingine mara baada ya ngoma yangu kuwa nzito kwake. Tuliongozana tu wawili kuelekea kwa mganga. Ilikuwa ni safari ya kupanda milima na kushuka. Mpaka tunafika kwa mganga nilikuwa nimechoka kweli kweli na kutoka na jasho chapa mwili wote. Kutoka nilipouacha mwili nilikuwa ni mzembe. Safari ya nusu saa ilikuwa ni kama nimetembea zaidi ya masaa 6. Tulipofika kwanza nilikaa chini kupumua kidogo, kwa sababu hata kuzungumza nilikuwa nashindwa kabisa kutokana na kifua kujaa pumzi. Mtoto huyu wa mzee Kideleko aliniacha nilikuwa nimepumzika kwenye gogo la mnazi. Yeye aliingia moja kwa moja ndani kwa mganga. Ilikuwa inaonyesha kwamba pale alikuwa ni mwenyeji kwa jinsi ambavyo walivyokuwa wamempokea. Nilitulia tu kwenye gogo na huko giza lilikuwa linaanza kuimeza nuru ya mchana. Mara baada ya muda sasa mtoto wa mzee Kideleko akarudi na kunieleza jambo ambalo likanishtua kidogo. Ndugu yangu, tumefeli. Unamaanisha kitu gani kusema kwamba tumefeli? Mzee anasema kwamba amekwenda mkoani. Kuna watu wamekuja kumchukua jana kwa ajili ya kwenda kufanyiwa shughuli yao. Na atarudi lini sasa? Haijulikani kabisa atarudi lini. Kwani ndio mara yake ya kwanza kabisa kusafiri kikazi hivi ama? Mara nyingi huwa akiondoka kwenda kufanya kazi za watu mikoani anaweza kumaliza hata mwezi mzima ndio anarudi. Sasa itakuwaje? Na maanisha kwamba mzee hana hata msaidizi hapa? Msaidizi upo, lakini kazi yako sio ya kutuma mtu mwepesi Kazara, nimekueleza hilo. Unaweza kumpoteza huyo msaidizi kama mchezo tu hivi. Kwa nini? Kazi nzito sana. Haina tofauti kabisa na ile uliosababisha ugonjwa kwa baba uliopelekea mauti yake. Sasa nitafanyaje hapa ndugu yangu? Hakuna waganga wengine zaidi ya huyu mzee hapa? Kwa kweli mimi niliyekuleta kwake ndiye ambaye nilikuwa naye karibu, na pia nilikuwa na mahusiano naye mazuri, na pia nilikuwa na muamini pia. Hata kazi zao walikuwa wakisaidiana na marehemu baba. Na ndio maana nimekuleta hapa. Na ulisema kwamba uchawi wao ni uchawi wa ndizi. Kwa hivyo unamaanisha kwamba kuna mkungu unaendelea kuiva ama? Ndio. Na tena uchawi huo ndugu yangu ni mbaya sana. Unaweza kumaliza ukoo wako kwa muda mfupi kabisa. Mungu wangu, sasa nitafanya kitu gani ikiwa hakuna mtu wa kunisaidia? Nikajikuta nilikuwa nazidi kuchanganyikiwa kabisa. Hebu ngoja turudi nyumbani ndugu yangu. Nataka nikajaribu kidogo kutafuta ufumbuzi kama nitaweza. Mtoto wa mzee Kideleko akaniambia vile. Na ukishindwa je itakuwaje? Tuombe Mungu tu nisishindwe. Shida yangu itakuwa ni kuzuia tu. Kwa sababu ukifanya mzaha wiki nzima unaweza kuzika familia nzima hii Kazara. Unasema? Kusema ukweli kauli ile ilikuwa nazidi kunitisha zaidi. Uchawi waliotumia ni mbaya sana. Ule haubakizi kabisa mtu yoyote kwenye ukoo, nakwambia kabisa.
Tukiwa katikati ya mazungumzo, alitoka kijana mmoja ambaye huyu alikuwa anaonekana alikuwa amevalia nguo za kiganga na kunisalimia. Habari za saizi kaka? Nzuri tu. Pole sana, nilikuwa nafuatilia mazungumzo yako na maneno ambayo ulikuwa unazungumza hapa. Kwa kweli yamenishtua sana. Sasa wakati nyinyi mnazungumza niliangalia tatizo lako, kwa kweli vita ni nzito mno. Jamani, badala ya kunisaidia mnazidi kunikata maini tena jamani, mbona mnanitisha? Nilikuwa natamani kulia na kuiona dunia kama imeinama na hakuna wa kunipatia msaada. Nia kubwa hapa ni kukusaidia. Na kuna kitu nimekiona kimenitisha mno. Mungu wangu, ni kitu gani tena hicho ambacho umekiona? Kauli ya huyu bwana ambaye alikuwa anaitwa Bwanza ilizidi kunitia hofu. Hebu tuendeni kwanza ndani, hii sio jambo la kuzungumzia hapa nje. Tuliongozana mpaka ndani na huko nilikuwa nahisi mwili wangu ulikuwa unapoteza nguvu kabisa. Moyoni nilikuwa najuta kabisa kujiingiza katika vita hii ya kishirikina. Moyo wangu ulijawa na hofu ya kupoteza familia yangu yote kutokana na maelezo ya uchawi wa ndizi wanavyoua watu kwa mpigo. Tulipofika ndani, alichukua unga kama ambavyo alikuwa amefanya Maginde, mtoto wa mzee Kidereko. Mara baada ya muda sasa alizungumza. Kama ulivyoambiwa, vita hii ni nzito sana. Hali inayojionyesha ni mbaya sana kwa upande wako wewe. Inaonyesha kabisa kwamba wiki hii na ijayo lazima upande watu watatu. Watu watatu? Ndio, na hapa panaonyesha ndizi 3 zimeshaiva tayari. Zinaweza kuanguka muda wote ule bwana Kazara. Ndizi? Ndio, inaonekana kabisa imedondoka moja ambayo ni babako uliyemzika. Zilizobaki zitadondoka wakati wowote kuanzia sasa hivi. Lakini moja itadondoka wakati wowote kuanzia ninavyozungumza sasa hivi hapa. Mungu wangu, sasa nitafanyaje jamani? Na maana kwamba hata mama atakufa pia. Hatujajua. Lakini wakati wote tegemea kupata taarifa za kukustua. Jamani, sasa mbona imekuwa kama hivi? Mzee angekuwepo na imani kabisa kwamba kila kitu kingekwenda vizuri, sasa mtanisaidia vipi? Mungu wangu, na maana kwamba na mama pia nitampoteza. Nilianza kulia kwa uchungu kweli kweli. Mara simu yangu ilianza kuita. Nilipoangalia alionyesha kwamba ilikuwa natoka kwa mke wangu. Moyo ukanilipuka kweli kweli na jasho lilikuwa linanitoka pale pale. Moyoni mwangu nilikuwa naomba nisipokee taarifa mbaya. Nilipokea ile simu na huko nilikuwa nauliza kwanza hali ya mama kabla salamu. Halo mke wangu, vipi mama, naendeleaje? Anaendelea vizuri tu. Na ndio uliyemwacha peke yake huko nyumbani sio? Hapana, nisamehe tu mke wangu, za huko watoto wa jambo. Mwanae mdogo ndio ambaye anaumwa. Na hapa tuko hospitali, tumepewa kitanda. Nini zaidi mke wangu? Anachemka sana na kuema kwa shida. Na aliyo imeanza lini? Hebu subiri kwanza. Mke wangu alizungumza vile upande wa pili na kisha kuikata kabisa simu ile. Nilikuwa nasubiri tu maelekezo ya mke wangu. Vipi tena? Mtoto wa mzee Kidereko ambaye anaitwa Maginde akaniuliza vile. Mke wangu anasema kwamba mtoto ameumwa ghafla tu, lakini mama jambo. Ameumwa ghafla na yuko wapi sasa hivi? Yuko hospitali. Kauli yangu iliwafanya wote watazamane tu na kisha akashusha pumzi nzito. Kitendo kile kusema ukweli kikanishtua sana na kujiuliza kulikodi kufanya vile. Kazara, hapa panaonyesha kabisa kwamba kuna ndizi 3 zimeiva. Lakini moja tayari imeshadondoka. Sijakuelewa, lakini sio nasema kwamba zimeiva ndizi 3 na moja imedondoka. Ndio, katika zile ndizi 3 kuna moja imedondoka na kufanya upoteze watu 2 mpaka sasa hivi. Mungu wangu, mnataka uniambia kwamba tofauti na baba kuna mtu mwingine atakuwa amekufa tayari? Na tena sasa hivi hapa bwana Kazara? Bwanza akanijibu vile kwa sauti ya upole kabisa. Unataka kunema? Nilikatishwa kauli na mlio wa simu yangu. Nilinyamaza na kisha kuiangalia tu na kuona jina la mke wangu ndio aliyokuwa anapiga. Mapigo yangu ya moyo yalikuwa yanakwenda mbio kweli, lakini nikapokea simu ile. Ni halo mke wangu. Mume wangu maskini mwanangu. Ilikuwa ni sauti ya kilio kweli ya mke wangu, ilikuwa inaonyesha mambo yalikuwa yameharibika huko nyumbani. Mtoto kafanya kitu gani tena mke wangu? Niliuliza vile na huku pumzi zilikuwa juu kweli.
Amefariki. Kusema ukweli, nilipatwa na mshtuko mkubwa kweli na kujikuta nilikuwa napoteza fahamu pale pale. Nilipokuja kuziruka nikajikuta nilikuwa nimelazwa nje kwenye mkeka, na huko nilikuwa napigwa na baridi kali. Muda ule kiza kilikuwa kimeingia, hata mwezi ulikuwa naangaza. Pembeni yangu walikuwepo Maginde pamoja na Bwanza. Kazara. Maginde aliniita vile. Naam. Msikilize Bwanza, kuna kitu anahitaji kukuambia cha muhimu sana. Jamani, nilikuwa naomba niondoke usiku huu niweze kurudi nyumbani. Kwa kweli, mara baada ya kupata fahamu sikutaka kitu kingine chochote zaidi ya kurudi nyumbani tu usiku ule kusudi kuwahi msiba wa mwanangu. Sasa kama ulijua hivyo, huko umekuja kufanya kitu gani bwana Kazara? Lakini kile ambacho nimekifuata hapa sijakipata. Mnafikiri nifanye kitu gani zaidi ya kurudi kusubiria tu tufe wote basi? Kwa kweli nilikuwa naonekana kwamba nilikuwa nimekata tamaa kabisa kwa vile ambavyo nilikuwa nimeambiwa na kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Sikiliza kwanza Kazara. Na ndio maana nakwambia kwamba msikilize Bwanza, kuna kitu anataka kueleza. Nieleze basi. Mwaka huu mbona nitakoma jamani? Ni hivi bwana Kazara. Ni kweli kabisa kama tulivyokueleza kwamba hali ni mbaya na ndizi kweli zimeonyesha zimeiva. Na moja imeshadondoka muda mfupi na nyingine mbili zinafuata kudondoka. Na katika kuangalia inaonyesha kabisa nguvu zinazokulinda wewe ni za mizimu na majini ya mti mkuu. Na imani kabisa kwamba kilio chako mbele yao kinaweza kukulinda na bala ambalo linakuja mbele yako. Sasa jamani, nitaweza vipi kwenda kwenye mizimu na kuwahi mazishi ya mwanangu? Tulichokipanga hapa, tutaondoka usiku huu mpaka kwenye mti wa mizimu na mbuzi wawili wenye rangi nyekundu na nyeupe na vitu vingine vitakavyokusaidia kwa ajili ya kumaliza tatizo hili. Naamini kabisa kwamba kule tutapata msaada wa haraka wa mizimu pamoja na majini. Sasa jamani, hao mbuzi usiku tutapata wapi? Wewe utatoa pesa tu na sisi kila kitu tumekipanga wakati tunakushughulikia walipoanguka. Kwa hivyo kwa mbuzi hao wote wawili itakuwa ni kama shilingi ngapi hivi? Wakanitajia pesa za mbuzi, na kwa vile nilikuwa nazo nikawapatia vizuri tu. Hatukupoteza muda, tuliwachukua wale mbuzi wawili na baadhi ya vitu ambavyo walikuwa navijua wao kwa ajili ya kazi yangu ya kuelekea huko polini. Tulitembea kwa saa 2 mpaka kufika kwenye mizimu. Tulipofika pale, Bwanza, msaidizi wa mganga rafiki wa Mzee Kedeleko, alifanya kama ambavyo alikuwa anafanya Mzee Kedeleko siku ambayo alinipeleka pale enzi za hai wake. Alichukua maji ambayo yalikuwa kwenye chupa na kisha kuyaweka mdomoni na kisha alipuliza kuelekea kwenye ule mti mkubwa. Mara baada ya kumaliza zoezi hilo, sasa alichukua uganga wa dawa na kisha kuurusha pande 4 za dunia na kuzungumza kwa sauti. Hodi mizimu. Hodi majini yote kuanzia kibwengo na majini yote katika mti huu. Hodi hodi, tumekuja kuomba msaada kwenu. Tunajua kabisa kwamba ninyi mna nguvu. Mizimu yote na majini, tupokeeni mtusaidie shida zetu. Mara baada ya kuzungumza vile maneno hayo, sasa walifuatia mwongoromo ambao haukudumu muda mrefu. Ulinyamaza pia. Hakukuwa na tofauti na mwanzo nilipokuwa nimekuja kwa mara ya kwanza kabisa na Mzee Kedeleko. Mara baada ya hali ile kutulia, sasa nikamsikia Bwanza alikuwa anazungumza. Asante sana mkuu wa mti huu. Asante sana mizimu yote, asante pia majini yote. Alipomaliza kuzungumza vile, sasa akanieleza nikae chini kwenye kichuguu ambacho nilikikumbuka vizuri kabisa. Hata Mzee Kedeleko alinieleza kwamba nikae pale. Mambo mengi yalikuwa yanajirudia vile vile. Mara baada ya kukaa, sasa nikanyosha miguu yangu kuelekea ule mti mkubwa na kutulia tu kusubiria maelekezo mengine. Walichukuliwa wale mbuzi na kisha kuanza kuwatembeza kunizunguka mimi mara 7, na kisha walisimama mbele yangu na kila mmoja alikuwa anamshikilia mbuzi wake kuelekea ule mti mkubwa. Bwanza kwa sauti kama anazungumza na mtu alizungumza vile. Mizimu, amekuja tena mwanadamu huyu ambaye mwanzo aliletwa na mkuu wetu na kumtambulisha kwenu. Tunashukuru sana kwa msaada wenu, umemsaidia. Lakini sasa umemsahau waliomzunguka, wazazi pamoja na watoto. Hivi tunavyosema, walimwengu ameshachukua vichwa viwili katika zizi lake. Tumefundishwa na wakuu kwamba tunapopata matatizo tukimbilie huku kuomba msaada wenu. Tunajua nyinyi hamshindwi na kitu chochote kile, tunaomba mtusaidie mwanadamu huyu aweze kuepukana na matatizo ya wanadamu waliomzunguka.
Wakuu ndizi zilizoiva zisidondoke bali wadondoke wao. Mara baada ya kuzungumza vile sasa ulizuka upepo mkali pale pale. Ulivuma kwa muda kidogo na safari ile sikushtuka kwa sababu hakikuwa na kitu kigeni kabisa kwangu. Mara baada ya upepo kutulia sasa, Bwana Bwanza aliniambia kwamba ninuie kwa kushika wale mbuzi wote kichwani. Ninuize kitu gani sasa? Nikauliza vile kwa vile nilikuwa sijui cha kunuia kilikuwa ni kitu gani. Nuiza chochote kile kuhusiana na matatizo yako ili kusudi kukuondolea mabalaa ambayo yanakukabili. Nilitulia tu na huko nilikuwa na nuiza kuiomba mizimu pamoja na majini kunilinda mimi pamoja na familia yangu yote. Mara baada ya kunuiza sasa nikamweleza Bwanza kwamba nilikuwa nimemaliza. Waliwachukua wale mbuzi na kisha kuwalaza na kisha waliwachinja wote na kuchukua mfuko ambao ulikuwa na nafaka mchanganyiko na kuumimina kwenye ungo ambao huu ulikuwa pembeni katika ule mti mkubwa. Na kisha Bwanza alipaza sauti na kuzungumza. Mizimu yetu pamoja na majini tumekuleteni zawadi kubwa ambayo tuna imani mtaipenda. Tunawaahidini kwamba tutawaletea tena ng'ombe mzima kama mtatufanyia kazi nzuri. Mara baada ya kuzungumza vile sasa alimwaga unga wa dawa kwenye damu ya mbuzi na kwenye nafaka, na kisha tulisimama wote nyuma ya wale mbuzi ambao walikuwa wamewachinja. Mara baada ya kusimama nilishtuka kweli kweli kusikia sauti ilikuwa inacheka mfululizo, na kisha vigeregere vilikuwa vinafuatiwa na upepo uliovuma kwa muda na kisha ulikoma. Mara baada ya muda sasa upepo ulitulia. Akanieleza kwamba nizunguke ule mti mkubwa mara 14 na huko nikiwa na nuia tena. Nilifanya vile kwa kuzunguka mara 14 na kisha nikarudi tena pale ambapo alikuwa amesimama. Mara baada ya muda sasa palitokea mtikisiko wa ajabu kulikweli, kama mti ule mkubwa unataka kung'oka hivi. Sikuwa tena na wasiwasi kwa kuangukiwa na mti ule mkubwa. Mara baada ya zoezi hilo Bwana Bwanza sasa alizungumza. Na imani kabisa kwamba sasa mambo yanakwenda vizuri sana. Inaonekana kwamba mizimu pamoja na majini imefurahia kweli kweli, kwa hivyo tuna imani ndizi zilizobaki haziwezi kudondoka tena. Nashukuru sana kwa msaada wenu. Niliwashukuru na huko nilikuwa siamini kile ambacho alikuwa amenieleza. Washukuru mizimu pamoja na majini, maana hao ndio waliokubali kukusaidia. Nilishukuru mizimu pamoja na majini na kisha tukaanza kurudi nyumbani. Tulikuwa tunamwaga dawa ya unga na huko nilikuwa nasema kwa sauti maneno ambayo nilikuwa nimeelekezwa kwamba niyaseme. Mara baada ya zoezi hilo sasa nikaelekezwa shughuli kwamba ilikuwa imeishwa. Kwa hivyo nilikuwa natakiwa kuondoka tu na kurejea nyumbani. Nilielezwa kwamba sitapewa dawa nyingine kwa vile kazi ilikuwa imeisha kwenye mti mkubwa kule kule. Mpaka tunafika nyumbani ilikuwa ni saa 8 za usiku. Na kwa vile nilikuwa nimechoka sana nikalala kidogo ili kusudi saa 10 za usiku niamke. Na kisha nikaanza safari ya kuelekea kwenye msiba wa mtoto wangu nyumbani. Japokuwa nilikuwa nimelala kidogo, lakini kitandani muda wote nilikuwa nageuka na moyo ulikuwa unaniuma kweli kweli kuona kwamba familia yangu ilikuwa inateketea, na huko nilikuwa naiona kabisa. Na mpaka muda nilipokuwa nimepanga kuamka sikuwa nimepata usingizi hata kidogo. Njia nzima kichwa kilikuwa ni kizito kusema kweli kutokana na uchovu wa kutokulala. Niliendesha gari macho yakiwa yamenivimba kwa kukosa usingizi, na mwili wote ulikuwa unaniuma kama kidonda kutokana na kutopumzika kwa siku nzima. Niliondoka na kurudi nyumbani kwa kujilazimisha. Mwili ulikuwa hautaki kabisa kwa uchovu na mihangaiko ya kukosa usingizi. Na kama isingekuwa msiba wa mwanangu, basi ningelala pale pale na kuondoka jioni ya siku ile, kwa sababu nilikuwa na gari langu mwenyewe. Nilikuwa naendesha gari na huku moyo ulikuwa unaniuma kweli kweli kuona kwamba nilikuwa napoteza ukoo kwa ajili ya ushirikina. Na kuna kipindi nilikuwa nalia peke yangu tu, lakini nilijua kwamba kulia sio dawa. Dawa ilikuwa ni kupambana tu na matatizo. Niliyakumbuka vizuri kabisa maneno ya rafiki yangu Simon kwamba kama tabia za mke wangu sizipendi basi ni bora nimuache kuliko kumwendea kwa mganga na kumtengeneza. Nilikuwa naamini kabisa kwamba kama ningemsikiliza kwa yote ambayo alikuwa ananishauri, basi haya yote ya kumkufuru Mungu yasingenitokea kabisa. Lakini bado nilikuwa na haki ya kumpigania mke wangu. Moyoni nilikuwa naamini kabisa kwamba kama ningekubali kumwacha mke wangu basi ningeendelea kuwa ni mnyonge mpaka lini. Nilikuwa najiuliza ningeoa na kuacha wanawake wangapi kisa tu wananisaliti. Kwa hivyo nikawa najipatia moyo kwamba hili ambalo nilikuwa nimelifanya kuja kwa mganga kwa ajili ya mke wangu lilikuwa ni sahihi tu. Lakini bado nilikuwa najiuliza kwa nini mtu amfuate mke wangu. Nilikuwa tayari nimeshampoteza babangu mzazi na mwanangu wa mwisho.
na kupewa imani kwamba wawili waliotakiwa kudondoka wiki hiyo basi kupitia tambiko hilo wote walikuwa wamepona. Nilifika nyumbani tu majira saa 5 asubuhi. Niliwakuta watu walikuwa wamekusanyika kuashiria kwamba kulikuwa na msiba. Mzee Samuel, rafiki wa marehemu baba yangu, ndiye ambaye alinipokea pale. Akanieleza taarifa nyingine iliyozidi kunichanganya na kutaka kunirusha akili kabisa. Mzee huyu alinieleza kwamba mke wangu pamoja na mama yangu mzazi walikuwa hospitali mara baada ya kuugua ghafla usiku wa kuamkia siku ile, na eti hali zao hazikuwa nzuri sana. Nikajikuta nilikuwa na changanyiko ya kusema kweli na kuamini kwamba zile ndizi mbili ambazo nilikuwa nimeelekezwa kwamba zimeshaiva basi zilikuwa ni mke wangu pamoja na mama yangu mzazi. Nilimwomba sana Mungu awanusuru maisha yao, kwa sababu ningekuwa mwenda wazimu kabisa kama eti ningewazika watu wale watatu kwa mpigo. Mwili wa mwanangu ulikuwa bado tu hospitali. Nilimshukuru mzee Samueli na familia yake kwa kusimamia msiba na ugonjwa wa mama yangu pamoja na mke wangu pia. Nilipofika hospitali nilikuta hali za wagonjwa zilikuwa zimebadilika kwa kiasi kikubwa, hata daktari alikuwa anashangaa. Wagonjwa walikuwa wamepata nafuu kwa haraka, tofauti kabisa na vile ambavyo walikuwa wamepelekwa usiku wa kuamkia siku ile. Kauli ile sasa ikanifanya nakumbuka maneno ya waganga kule kwenye mizimu walipoomba ndizi zilizoiva zisidondoke. Ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba kama nisingekwenda kule porini kwa mizimu, basi leo nilikuwa nawapoteza mama pamoja na mke wangu wote wawili kwa mpigo. Mara baada ya matibabu sasa waliruhusiwa. Jioni ya siku ile tulijiandaa kwa msiba na kesho yake tulifanya mazishi ya mwanangu. Na mara baada ya hapo sasa nilipumzika kwa wiki nyingine na kurudi tena kazini. Nikiwa kazini muda mwingi nilikuwa na mtu mwenye mawazo kutokana na kufikiria jinsi ya kujipukutisha familia yangu. Moyoni sikuwa nakubali kabisa kuonewa kwa kiasi kile. Nilikuwa nimepanga kwenda popote duniani kutafuta uchawi, hata kama ni Nigeria ama Njombe huko kwa kina Felix Mwenda, basi nikaupate tu kusudi nihakikishe na upukutisha ukoo wao wote. Kwa uchungu wa kuwapoteza baba yangu pamoja na mtoto wangu kipenzi, nilikubali hata kufilisika, lakini nihakikishe nimelipa kisasi cha mla mbuzi kulipa ng'ombe. Je, ni kitu gani kitaendelea? Karibu sana katika sehemu ijayo. Itakuwa ni sehemu ya mwisho kabisa, sehemu ya 8 ya simulizi yetu nzuri inaitwa Mapenzi Yamenifanya Niwe Muuaji. Mimi naitwa Felix Mwenda.